Halo. Mungu akusaidie sana. Ukisoma Waefeso 1:19 nasema ili ionekane ukuu wa nguvu yake. Ile nguvu itumika hapa ni kratos. Sasa wenzetu katika upande wa pili wanapotaka kufanikiwa kiuchumi, wanatafuta nguvu ambayo kwanza anatafuta nguvu za ushindi, utajiri. Unasikia hapo? Heshima ndio inaitwa chali. Hii ni nguvu ambayo inakupa utajiri, heshima, uwezo wa kifalme. Inaonyesha mtu aliyekuwa na nguvu za kiroho na kiuchumi na kijamii. Wenzetu katika upande wa pili kwa shetani wanatafuta hii nguvu ya chali. Wanapoenda wanasema tunataka nguvu ya chali. Wanapewa maelekezo ya kupata hiyo nguvu. Halo. Kratos ni nguvu ya mamlaka kifalme, uwezo wa kushinda na kutawala kwa amri ya juu. Jinsi inavyofanya kazi, hutoa mamlaka ya kuamuru mabadiliko katika mazingira yako ya kiroho na kimwili. Hii nguvu ndio inaweza kuamuru. Ulikuwa maskini, una pesa, ila hii nguvu kadiri unavyozidi kutamka maneno ya Mungu na katika kusimamia katika neno la Mungu na katika ile mazingira unaona ni magumu, ile nguvu inatenda kazi. Shangaa ulikuwa una kazi, unapata kazi. Shangaa ulikuwa huna hela, Mungu anakupa pesa kwa namna ambayo Mungu anawezesha. Na humwezesha Mkristo kusimama katika ufalme na kuhukumu kwa haki katika familia, huduma au jamii. Kwa hiyo Mkristo anasema Bwana, kuua ni dhambi. Kufanya hichi ni dhambi. Anaweza hata kumkemea rais. Hichi ni dhambi. Ni nguvu inayoita Kratos au chali. Huwezi kusema tu kumfuata tu mfano kumkemea kama una hii nguvu. Ni nguvu ya kuinua Kristo kwa viongozi. Nazungumzia viongozi sio wa kidini, viongozi kama maraisi, wafalme, wakuu wa mikoa, wainjilisti. Nazungumzia kitu kingine. So hivyo ni viongozi. So kuna wainjilisti wenye ushawishi, wafalme wa kiroho duniani. Kuna wainjilisti wenye ushawishi mkubwa duniani. Kuna wachungaji wenye ushawishi. Ni nguvu vyo hapo. Kratos au chali ni nguvu ya wale waliokomaa, waliovishwa taji ya mamlaka, wanaojua wao ni nani katika Kristo. Lazima ujitambue wewe ni nani. Jinsi Mkristo anavyoweza kupokea na kutumia kwa kujifunza kutii mamlaka ya Mungu. Kwanza unatakiwa ujifunze kutii mamlaka ya Mungu. Maana huwezi kutawala kama hujatulia chini ya utawala. Kwa lazima ukae chini ya utawala Yesu akufundishe. Kwa kutembea katika haki, utakatifu na uaminifu ambavyo vinafungua lango la kifalme. Kwa kutambua nafasi yako katika Kristo kwamba wewe ni mfalme na kuhani. Popote ambapo ulipo wewe ni mfalme na kuhani. Kwa hiyo unapoenda sehemu naona kuna changamoto fulani, wewe unatakiwa uwe mtatuzi wa matatizo kwa sababu wewe ni mfalme na kuhani, unamwakilisha Kristo. Usipokee chari au Kratos, utaishi kama unapopokea hii chari au Kratos, hautaki kuishi kama mtumwa katika eneo ambalo Mungu amekupa utawala. Hutaki kuishi kama mtumwa. Unatakiwa uishi kwa mamlaka. Mfano, Debora, mwanamke. Huyu mwanamke Debora alikuwa na nguvu ya chari. Aliyeongoza Israeli kama nabii na hakimu. Hata Debora, Waamuzi 4:5. Ukisoma Daudi, alikuwa na Kratos. Alishinda vita na Mungu alimsaidia. Yesu mwenyewe alikuwa na Kratos. Umeona, alipokuwa anatawala baharini, anatembea juu ya bahari, mapepo na mauti na ufalme wa giza unamkimbia kama hivyo. Nguvu ya 4 inaitwa energia. Energia na nyingine inaitwa Sevaot. Nguvu tendaji ya majeshi ya Mungu. Sevaot ni Kiebrania, maana yake majeshi, likimaanisha nguvu ya vita, uwezo wa kushughulikia majeshi ya mbinguni kwa amri ya Mungu. Neno hili linaonekana sana katika jina la Mungu Yehova au Yahweh.
Bwana wa majeshi. Kwa hiyo inaitwa Tsevaot, maana yake ni Yawe, Bwana wa majeshi. Energia ni Kiunani inayomaanisha kazi tendaji ya nguvu ya Mungu, nguvu inayoleta matokeo, inayofanya kazi ya kiroho na kuleta mabadiliko halisi katika ulimwengu. Hii ni nguvu inayohusiana na utendaji moja kwa moja wa Mungu kupitia majeshi yake ya mbinguni na kupitia utumishi wake duniani. Hata kusema Bwana wa majeshi, ile Bwana, unapoona Bwana wa majeshi inaitwa, ile neno Bwana wa majeshi inaitwa Tsevaot. Bwana wa majeshi yupo pamoja nasi. Ile Bwana wa majeshi Tsevaot. Ukisoma Efeso 1:19 sema hivi, na ipate kujulikana enzi kuu ya uweza wake kwa kadri ya nguvu ya uweza wake. Ile nguvu ilikuwa inaitwa energia. Hii nguvu inafanya kazi kwa mwelekeo fulani, inasukuma mambo, inagonga lango, inavunja vizuizi. Ni nguvu yenye mtiririko wa uhai. Jinsi inavyofanya kazi inahusisha harakati za majeshi ya mbinguni kwa niaba ya mtu au huduma. Unaomba Mungu, shangaa kumbe unaongea na lugha ya malaika anakuja kukusaidia kwenye eneo fulani. Kwa kuna majeshi hapo kwa ajili yako. Ufungua njia pasipo na vizuizi vya kiroho. Kwa hiyo chochote ambacho kina vizuizi, Mungu anafungua njia. Ni nguvu ya kuponya na kuweka huru, kuhamasisha na kubadilisha mazingira kwa haraka zaidi. Inaweza kuja kwa msukumo, inaweza kuja kwa namna ya msukumo wa kiroho ndani ya mtu. Yaani kuna ule msukumo unakuja ndani wa kufanya jambo fulani. Alafu ule msukumo Mungu inakuja na msukumo wa kufanya jambo fulani au kitu fulani at the same time. Hii energia inafanya kazi kama umeme. Haionekani. Ndio maana kuna wakati mwingine mtu anasikia kama umeme hivi, nguvu yani kama temeko hivi katika mwili, una short hivi inakuja. Hii ni energia, power. Ipo kama umeme. Kwa hiyo inazalisha matokeo yanayoonekana. Jinsi Mkristo anaweza kuipokea na kuitumia kwa kutembea katika usikivu wa Roho Mtakatifu. Hii ni mpaka Roho Mtakatifu. Kwani nguvu hii inaelekezwa na Roho Mtakatifu. Na kwa kutangaza neno kwa imani, lazima utangaze neno la Mungu kwa imani, kwa sababu neno la Mungu linaamsha energia. Neno la Mungu linaamshwa kwa energia. Kwa kushirikiana na majeshi ya mbinguni kupitia maombi na vita na maombi ya mamlaka. Kuna maombi ya vita na maombi ya mamlaka. Kwa wakati mwingine ndio utumie Kiswahili kwa kuvunja na kuharibu na hivyo tumepewa mamlaka kukanyaga nyoka na nge, lakini muda mwingi tumia kunena kwa lugha pale unampa sasa nafasi Roho Mtakatifu kukuombea. Mungu hutumia majeshi yake kwa ajili ya wale wanaojua wao ni sehemu ya vita kiroho na wako tayari kushiriki. Kwa hiyo mfano wa Biblia ni Elisha na mtumishi wake. Tsevaot ilitumika pale. Ya 5, ziko 7, 5 inaitwa Exos, nguvu ya mamlaka ya kiroho dhidi ya adui. Na kuna nyingine inaitwa Az ni neno la Kiebrania linalomaanisha nguvu, uthabiti au mamlaka kuamuru na kushikilia msimamo. Pia hutumika kuonyesha ujasiri wa mtu au taifa mbele ya maadui. Unaona? Exousia ni la Kiyunani likimaanisha mamlaka halali, uwezo wa kutenda jambo kwa sababu umetwikwa mamlaka ya kisheria kiroho. Hii ni nguvu ya kuamuru na inatiwa na viumbe vyote vya kiroho na kimwili. Yaani hii inatiwa na viumbe vyote vya kiroho na kimwili. Nguvu hii ni ya wale walioko ndani ya Kristo, waliovikwa mamlaka ya kifalme na kiroho kwa ajili ya kushinda vita vya kiroho. Ukisoma katika Biblia Zaburi 18:63 nasema Bwana hunipa nguvu. Ile nguvu ni Az, kama ya mnyama mwitu. Amefanya miguu yangu kama ya ayala. Kana mashara bakozi. Rakabasiki riamanto rapakasi. Bwana hunipa nguvu kama za mnyama mwitu. Amefanya miguu yangu kama ya ayala. Ukisoma Luka 10:19, tazama nimewapa ninyi mamlaka, Exousia, ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui. Ile mamlaka nimewapa ninyi, mamlaka ni Exousia ya kukanyaga.
rasa tapakuzia ramakuria bakarapakozi. Jinsi ninavyofanya kazi kiroho, humwezesha Mkristo kuamuru mapepo, magonjwa, vizuizi viondoke kwa jina la Yesu. Hutoa uwezo wa kutawala hali ngumu bila kuogopa, hata ukiwa peke yako. Uwezo mtu kufanya nafasi ya kushindana kiroho kwa ufanisi, si kupigana bali kushinda. Ni nguvu inayosema kwa jina la Yesu ondoka na giza na linatii. Ni nguvu ambayo unapoitamka hiyo nguvu inasema hivi: kwa jina la Yesu ondoka na giza litatii. Kama magonjwa yatatii, kama kuna vizuizi vitatii. Rapakoria pakasiria. Jinsi Mkristo anaweza kupokea na kutumia kwa kumpokea Yesu Kristo katika kutembea katika neno lake. Maana mamlaka hutolewa kama kwa watoto hali wa ufalme. Kwa hiyo kuna sisi kama watoto wa kifalme lazima tupokee hiyo mamlaka kwa kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu, ili tusitumie mamlaka kwa tamaa au mwili, kwa kuongea kwa imani, si kwa mamlaka au hofu, kwa sababu mamlaka hutumia kwa ujasiri. So unatakiwa unaongea kwa ujasiri, sio tu kwa mamlaka tu ya kiuoga. Kwa hiyo lazima uwe kwa ujasiri unapokuwa unatamka. Ndio maana katika maombi ya kukemea, ndio maana kutoa watumishi wengi wanakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile ni exousia. So exousia haihitaji kelele nyingi, inahitaji utambuzi wewe ni nani na nani katika Kristo. Haihitaji kelele nyingi, ndiko jitambue huyu wewe ni nani. Kwa mfano wa Biblia, mtu ambaye alikuwa nazo hizo nguvu, Yesu Kristo alitumia exousia, pepo alitii, mawimbi yalikoma, na watu walishangaa jinsi alivyotenda kazi tofauti na walimu wa kawaida. Alifanya kazi tofauti na walimu wa kawaida. Paulo alimwambia pepo katika kijakazi yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke ndani yake, na pepo akatoka saa ile ile. Hata Elia pia alitumia neno az kwa Bwana, akakabiliana na wafalme na manabii wa Baali, alifungua mbingu kwa neno lake. Hii ni az. Ya 6 inaitwa oz au ischuro, nguvu ya kuimarisha moyo mwamini. Oz ni neno la Kiebrania linalomaanisha nguvu ya ndani, uthabiti wa moyo au uwezo wa kuhimili kwa utulivu. Mara nyingi huambatana na faraja ya Mungu au ulinzi wake. Ischoru au ischoro ni Kiunani kwa maana ya kuimarishwa, kufanywa hodari na kutiwa nguvu kwa kusudi ya kuendelea kuimarisha kusimama katika imani katika Bwana. Nguvu hii ni ya ndani, ya kiroho na kihisia, inomsaidia Mkristo kutokata tamaa, kudumu katika imani na kushikilia tumaini katika wakati mapito ni magumu na maumivu makali. Ukisoma hata Daudi anasema Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, Zaburi 118:14. Ile nguvu zangu ni oz, nguvu ya kumuimarisha mwamini. Mtu kaokoka, ndio maana ni muhimu kujaa Roho Mtakatifu. Chanzo kikubwa ni kunena kwa kujaza Roho Mtakatifu. Hizo nguvu zote zinakuja na upate maarifa haya, Mungu anakusaidia. Soma Efeso 3:16 nasema ili mtio nguvu kwa uwezo. Ile uwezo nene ischuro ndani ya mtu. Kwa hiyo ischuro ni nguvu au uwezo wa kumsaidia Kristo au muamini kushinda chochote, hata majaribu magumu yeye anashinda. Hii sio nguvu ya kupigana na adui, bali ni kusimama hata wakati huoni msaada wowote. Ni nguvu ya wale wanaopitia mengi lakini bado wanatabasamu katika Bwana. Unajua kuna mtu anapitia changamoto fulani lakini bado yuko anamng'ang'ania na Bwana, yuko anampenda Mungu, yuko anaendelea na Yesu. Yaani ukachanganyikiwa au vipi, lakini kumbe ipo ischuro, nguvu. Jinsi gani mtu anaweza kuipata hiyo nguvu au jinsi inavyofanya kazi? Kumwezesha moyo wa mtu kudumu katika imani bila kuvunjika. Kuna watu wakati tamaa. Kutoa nguvu ya kusamehe, kuvumilia na kuendelea hata baada ya kupoteza.
Ni nguvu ambayo huambatana na amani ya kimungu hata wakati wa dhoruba, kufanya moyo kuwa thabiti usiotikisika na hali za nje. Ni nguvu ambayo watu wa Mungu walitegemea walipokuwa katika mashimo, mapango, magerezani na nyikani. So jinsi gani kupokea hiyo nguvu? Kwa maombi ya kina ya ndani, sio maombi ya kawaida tu, bali yale yanajitoa kikamilifu kwa Mungu. 2, kutafakari neno la Mungu na ahadi zake, hasa wakati katika nyakati za huzuni na dhiki. Tafakari neno la Mungu. 3, kwa kushirikiana na wengine katika mwili wa Kristo, kusaidiana kutiana moyo, soma Waebrania 10:25. Kwa kuacha Roho Mtakatifu afanye kazi ya ndani, si ya nje tu, ishara na miujiza. Acha Roho Mtakatifu akukarabati ndani ya moyo wako. Nguvu hii haileti kishindo, haingii kimya kimya, huingia kimya kimya. Hii nguvu inaingia kimya kimya, lakini matokeo yake ni moyo wa chuma usiohudhurika kwa upepo wa maisha. Watu wengine wakati tamaa na maisha kwa sababu hawana hii nguvu. Omba Mungu la akupe ozi. Omba Mungu akupe nguvu ya namna hii ambayo itakusaidia kusimama mbele za Mungu kikamilifu. Nguvu hii alikuwa nayo hata hana ozi, alikuwa alikuwa anamuomba Samuel, Mungu ampatie Samueli. Yesu alipokuwa Getsemani na huzuni ilikuwa nyingi sana, Luka 22:43. Ukisema kwenye Samueli wa kwanza 1:18 utaona Kuna mwingine anaitwa Paulo na Sila, walipokuwa gerezani, walikuwa ile ni nguvu ya ozi ilikuwa inasaidia. Walifungwa gerezani lakini bado wanamtukuza Mungu. So kila nguvu itaonekana nje. Baadhi ya nguvu kubwa kabisa huonekana wakati mtu hatetereki, hata kama dunia inatikisika. Nguvu kubwa zinaonekana ndani ya mtu. Hata kama kuna changamoto kubwa, mtu hatetereki. Hii ni nguvu ya wale waliojua huzuni ya kweli, lakini hawakuruhusu huzuni hiyo kuwashinda. Leo omba ozi na kuombea Mungu akupe ozi kabisa juu ya maisha yako. Na kuombea sana Mungu akupe ozi. Ya mwisho kabisa inaitwa ruach au pneum. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ruach maana yake neno la Kiebrania linaomaanisha roho, upepo au pumzi. Ni nguvu ya kiroho inayotoka kwa Mungu, inayofanya kazi katika maisha ya watu kwa jinsi isiyo kawaida. Ruach ni nguvu ya kuhamasisha, kubadilisha na kuleta uhai. Pneum ni neno la Kiyunani linalomaanisha roho au pumzi ya Mungu. Ni nguvu inayosababisha mabadiliko ya kiroho na kubadilisha mioyo na akili za kibinadamu na kuleta kuwa chanzo cha uzima wa kiroho. Unaona? Ukisema ruach ni nguvu inayohusiana na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu, unaohusisha kupenyeza, kuhimiza na kuleta mabadiliko ya kiroho ndani ya mtu au jamii. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kusoma ile Biblia katika Mwanzo 2:7, na Bwana alifanya mwanadamu kwa pumzi ya uhai. Ile pumzi ilikuwa inaitwa inaitwa ruach. Kisoma Yohana 11:25, na alipokuwa amewafufua wafu kwa pneum yake. Kwa hiyo Yesu alisema mimi ni ufufuo na uzima. Ile Yesu alipokuwa anafufua watu ilikuwa ni pneum yake. Yes. Kwa hii pneum au ruach inafanya kazi katika viumbe wote, lakini kwa kipekee inashughulikia ujumbe wa Mungu katika maisha ya kila Mkristo. Unaona? Kwa hiyo inakusaidia, inarejesha maisha upya. Inakurejesha. Unajua kukutana mtu amekata tamaa akamwacha na Mungu kabisa, lakini baadaye Mungu akaja kumpa neema kurudi tena. Ile ni pneum au ruach inayomsaidia mtu kurudi kwa Mungu. So namna gani ndio inafanya kazi kiroho? Inaleta mabadiliko ya ndani, ikimfundisha mtu kuwa na ufahamu wa kiroho na kumtayarisha kumtumikia Mungu kwa ufanisi.
kutoa ufufuo wa kiroho, inakuwezesha waamini au watu wanaomwamini Mungu kudumu katika imani, kuwa na nguvu na kupigana dhidi ya majaribu au kushinda hata majaribu. Inajenga umoja katika mwili wa Kristo, kwani Roho Mtakatifu anapofanya kazi kwa ruhach au pneum, inamwezesha Mkristo kuwa na maelewano na wenzake katika Kristo. Inaita uongozi wa kiroho, inasababisha waumini kutembea katika haki, njia za haki na kutii mapenzi ya Mungu. Jinsi gani Mkristo anaweza kuipokea hiyo? Kwa kuwa na usikivu wa Roho Mtakatifu, kumruhusu asukume na kutenda kazi ndani yako. Kwa kutafuta na kujazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara. Na pia kusikiza Roho Mtakatifu na kutia anachokisema na kuleta utendaji wa kiroho katika maombi na huduma. Namna nyingine ni kwa kuendeleza ushirika na Roho Mtakatifu kwa kina zaidi na hatua za maisha yako. Kila wakati jitahidi kuongea na Roho Mtakatifu akusaidie kwa namna ambavyo unavyomtamani. Mfano wa kibiblia, hata Elia naye pia aliongozwa Yesu mwenyewe na Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema Yesu alimtegemea Roho Mtakatifu sana. Kwa hiyo hata kusoma katika juu ya Elia, Roho wa Bwana alimuongoza Elia na kumtia nguvu katika hali ngumu. Kusoma Wafalme wa kwanza 19:11 mpaka 12. Ni ruach iliyokuwa inamuongoza, Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anamuongoza. Yesu na Roho Mtakatifu. Yesu alijazwa Roho Mtakatifu ili kutimiza huduma yake duniani, Mathayo 3:16. Ndio ile siku ya Pentekoste, Petro siku ya Pentekoste alijazwa Roho Mtakatifu na watu 3,000 wakampokea Yesu. Na nifundisha kwa upana juu ya mambo haya. Lengo kubwa sana la somo, faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kwa duniani. Nimekuelezea juu ya ufalme wa nuru na nguvu zake. Ufalme wa nuru na nguvu zake, jinsi ulivyo kwa kina, kutokana na Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Nimeelezea nguvu za Mungu ni nini. Nimeelezea aina 7 za nguvu za Mungu, namna zinazofanya kazi. Kwa leo tuishie hapa. Mungu akitupa nafasi, semina hii tutaendelea nayo, na nakuombea Mungu akusaidie. Fumba macho ni kuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji wangu ambaye anasikiliza. Tumejifunza juu ya nini nguvu zako. Nguvu zako ni nini? Na aina 7 za nguvu zako. Naomba Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, nguvu za Roho Mtakatifu tumejifunza 7. Naomba Roho Mtakatifu maarifa haya yakawe ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Fungua fikra zake na fahamu zake katika jina la Yesu. Fungua fahamu zake katika jina la Yesu. Kama anauma Mungu magonjwa, kwa jina la Yesu, ondoka muda huu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, fungua vifungo vyote katika jina la Yesu. Rapakosi ya manta ramandira pakosi ya kata. Repakari ya mando risa takai. Reke tapakusi ya kai na mazi. Rekanduri ya patiri ya sakozi. Repakuri ya manda. Rekama rasaduzi ya ka. Reke de bakuri ya manda rakababas. Repakuri ya kania rababas ya kozi. In the name of Jesus, uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha katika ufalme wa Mungu, na unapoingia katika ufalme wa Mungu, karibu kuwa mtoto wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Kama hujampokea Yesu Kristo, unatamani kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, sema sala hii: Bwana Yesu, asante kwa neema yako na kupokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu niliyekusikia, karibu ndani ya moyo wangu, nifanye kuwa kiumbe kipya, nizae mara pili kwa uwezo wa neno la Yesu Kristo. Kuanzia leo nimeokoka na mkataa shetani na kazi zake zote, na kukubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Amen. Usikose kunifuatilia kipindi kinachofuata. Mungu
akubariki. Juma linalofuata tutajifunza kitu kizuri zaidi. Mungu atakachokipenda tujifunze juu ya semina hii. Tujue faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kwa duniani katika jina la Yesu. Usisahau, kama unataka kunipata katika namba yoyote, tumia namba 0778 666 042 0778 666 042. Karibu sana katika ufalme wa Mungu. Mimi ni Mwalimu Aaron Mihele. Mungu akubariki sana sana katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Semina inayofuata, sikilize, semina inayofuata itakuwa ni nzuri na nzuri na nzuri. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.